na mchana tunahitaji Isana kuno ase Mamposa kanifanya hivi nini hivi? Huyu mshenzi pumbavu huyu ataishi. Ni chaguo rahisi kufanya maamuzi magumu. Unaweza kupambana au ukakimbia. Kwa sababu muda hujaa, ni rahisi kusahau, kwa sababu leo yako inajengwa na jana. Jambo la muhimu, pambana kama kesho haipo. Hakuna tunahitaji furaha, hakuna tunahitaji. Karibu, karibu mtetezi. Munji. Vipi Munji? Eh? Come on. Vipi mwanangu? Eh? Vipi babu? Kama nahitaji uhuru. Hakuna tunahitaji furaha, hakuna tunahitaji. Karibu, karibu mtetezi. Wewe ni muhimu sana kama maji. Giza limetanda, tunahitaji nuru. Usiku na mchana nahitaji uhuru.
Habari asubuhi mrembo. Asubuhi inaonekana kuwa nzuri sana handsome. Bella. Unajua wewe ni mzuri. Wewe mzuri sana. So beautiful. Bella. Wow. Bella. Nakupenda sana mwenzio. Hata uhai wangu hauna thamani kwa hii taarifa nilikuletea hapa. Ni kitu gani hicho hili? Ndani umejipanga vizuri sana jibu. Na kuahidi ni lazima utalipia, lakini kwa sasa nitaanza na wale wapuzi wote wasababisha kifo cha mwanangu. Mama, ndo nini sasa kumwagiana maji? Mama, ndo nini sasa kumwagiana maji? Mtoto wa kike mpaka saizi unalala. Kazi tu kuota mapenzi. Huna lolote unalijua. Lakini mama, mimi nilikuwa sioti mapenzi. Zamani nilishawahi kuwa msichana kama wewe Bella. Najua ninachokiongea. Haya niambie. Jana ulishinda wapi kutwa nzima ukaingia hapa usiku ndani? Si nakuuliza? Kaa chini ule. Umenisikia wewe? Nimekuambia kaa chini ule. Jioni ungependa kula nini? Nataka nikupikie mwenyewe. Mimi niko sawa. Niko sawa. Hidaya. Unajua mimi nakupenda sana. Kamanda. Ndio mkuu. Kuja hapa.
Nenda kawaambie vijana wamlete Bunji hapa. Sawa. Nditi. Nditi. Hebu amka bwana uondoke usije sijaka kukuta hapa. Hutaki mwanao anione. Sasa kama hutaki mwanao anione, kwa nini uliniruhusu nikalala kwako? Fatuma, nashinda kuelewa hiki kinachoendelea katika maisha yangu ya mapenzi kwa sasa. Nashinda kuelewa kama ni laana ulionipa wewe ama ni mkosi niliozaliwa nao. Hivi wewe umetoka ulikotoka, umekuja nyumbani kwangu, nimekupa sehemu ya kulala ili ukiamka uje uniulize hilo swali, si ndio? Ulitaka niseme nini Fatuma? Mimi sina makosa. Mwenye makosa ni wewe. Wewe ndio uliamua kunisaliti mimi, tena kwa kutembea na baba yangu. Fatuma, nahitaji kuwa na mtu ninayempenda. Kama kuna laana yoyote umeweka ndani yangu, na kuomba uiondoe. Sikia wewe mpuzi. Kuanzia leo na kuombea ukose furaha kwenye maisha yako. Na wewe unayesema unampenda, na kuombea usipendwe. Yaani usipendwe. Ili iweje Fatuma? Na kuuliza ili iweje? Unafikiri inaweza kurudi tena kwako? Never. Mama. Ndio ulichokuwa unakitaka hicho. Tulia kwanza. Nini? Kwenye mapambano yangu sijawahi kushindwa. Umenye Mwamposa, unejo Mwamposa. We mchumba tu mwanangu, usumbui. Nakwambia yani. Ukujoba fiki. Ugwe. Ngumi jangu mbivi fijo. Anasema ngumi yake mbaya sana. Jikugoga bandu. Inaua watu, tena kama nyinyi. Babu, chagua. Ni kuvunje mbavu ama taya? Chagua. Hivi unadhani utamlinda Hidaya kwa kutokusema jana ulikuwa wapi usiku? Kwa taarifa yako tu, baba yako jana aliwapata Hidaya na huyo daktari usiku. Mama, unasema? Sio sababu iliyonileta hapa. Nataka ujiandae. Kesho unakwenda Dar es Salaam kuhusiana na masuala yako ya chuo. Nimeshaongea na watu wetu kule, watakupokea na watakupa maelekezo. Huu ndio muda wa kumwamsha mbwa mwitu aliolala. Mbwa mwitu asiosubiria mpaka mwezi uandame. Ni lazima tuwakumbushe. Kwa nini unaitwa Jigwa?
Pelekea kakako chai. Mwandalie vizuri hapa, sukari sijaweka sana ili ataongeza mwenyewe. Uko sawa mwanangu? Nini shida? Niambie Lusajo. Umekutana na nini? Tulia Lusajo. Hiyo chai vipi? Mpaka niifuate mwenyewe? Mwanangu ana njaa, afu mnanichelewesha. Tulia. Utanielezea vizuri. Tulia. Kikao hiki kitakuwa kifupi sana, kwa sababu ajenda ni hii moja tu: wewe kusikiza sharti litakalobeba hatima ya uhai wako, la sivyo. Na kwa kuwa tunapaswa kusafisha jina la familia yetu, kwa hivyo hatuna budi kusafisha na jina lako pia. Kwa hivyo leo jioni tutaitisha mkutano wa wanakijiji na kuzungumza hadharani ukweli ambao tumeutengeneza wenyewe kuhusiana na kashfa yenu. Kwa hivyo nyie kazi yenu ni moja tu, kuthibitisha kile ambacho nitakisema. Sharti la pili, ili kuonesha ukweli wa yale tutakayosema kwa wanakijiji, wewe Bunji utaendelea kuishi hapa kijijini na kuendelea kuwahudumia wanakijiji kama kawaida, lakini ukae mbali sana na Hidaya. Ni marufuku na kamwe upasi kumwangalia kwa macho wala kumuota kwenye ndoto. Maisha yataendelea kama kawaida, lakini iwapo sharti moja litavunjwa, basi mjue nyie nyote wawili mtakufa. Na mimi ili niweze kuwa kurasa mmoja na nyinyi kwa hiyo story ambayo mnaenda kuitengeneza, na masharti mawili. La kwanza, kukubali ama kukataa. Inategemea na mnaenda kuzungumza nini kwa wanakijiji kuhusu mimi. Unasema nini? Sharti la pili, Mwamposa, kama ukishindwa kumdhibiti kwa upumbavu anaofanya kwa wanakijiji, basi nakuahidi mwake kikao kinachofuata sidhani kama kitakuwa cha furaha kwa upande wenu. Nenda Mbeya. Nimekutana na Bunji. Amekufa? Sio sasa hivi. Unamaanisha nini? Lengo letu sisi si... Malengo yanabadilika, Simba wangu. Tunachohitaji sisi ni kupata matokeo chanya kwa kila kitu tunachokifanya. Ikiwa uhai wa Bunji una faida kwetu, basi ataishi. Mdogo wako amezama kwenye penzi zito la mke mdogo wa mke wake. Bunji kwenye mapenzi? Atatusaidia sana kumzofisha mke wake. Na ikiwa bahati, basi mke wake atatusaidia kumuoa Bunji. Okay, sawa.
Asante sana jembe langu, simba wangu Mwamposa. Kwa juhudi zako tumempata Bunji na Hidaya kabla mipango yetu haijaribika. Baba, siku zote mimi nipo kwa ajili yako. Bado una chuki nyingi na hasira nyingi kwa Dr. Bunji na rafiki yake. Ila nakuambia kwa upole, acha unachokifanya tena kwa haraka, la sivyo ukikaidi amri yangu utapenda adhabu yangu. Sasa ni hivi, tutakwenda kwenye mkutano sote pamoja na Hidaya kama familia hii moja yenye umoja na nguvu. Hidaya na Bunji wataona na watajiona kwamba wamenidhoofisha mimi kwa kunifanya nisafishe makosa yao. Ina maana utaendelea kuishi na Hidaya? Utaendelea kuishi na Hidaya kama hakuna chochote kilichotokea? Unasema nini wewe? Vipi, kwanza utueleze ulijificha wapi ukimlilia huyo Hidaya? Au nadhani kwamba sijui umelala kwa Fatuma? Hivyo unataka nini kitokee ili madi uamini kwamba Hidaya wewe sio fungu lako? Huna faida, huna msaada wowote wakati mgumu ninapokuhitaji. Hivi wewe unafikiri nitakaa nisikize mawazo yako duni? Maisha yangu bila Hidaya hayana maana yoyote ile, champion. Nampenda sana Hidaya. Nampenda sana huyu mwanamke.